Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Naitwa Ana Sawaki, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Camfed, shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na kuwasaidia watoto wa kike wanaotoka kwenye mazingira magumu kuweza kusoma, lakini pia kuwawezesha wasichana kuinuka kiuchumi. Leo tarehe 26 tulikuwa Morogoro tukiwa na ugeni wa waziri wa TAMISEMI ambaye amewakilishwa na mkuu wa mkoa wa Morogoro na wadau wa mkutano mkuu wa Camfed kwa ajili ya kupitia utendaji wa Camfed kwa mwaka 2025, lakini kuangalia vipaumbele kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kwa mwaka 2025 kati ya mafanikio ambayo tumeyapata ni pamoja na uwezo wa kusapoti watoto 38,000 takriban 39,000 kwa ngazi ya sekondari kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6, lakini kufadhili kutoa scholarship kwa elimu ya vyuo kwa maana vyuo vya ufundi, diploma pamoja na vyuo vikuu wanafunzi 1257, lakini pia katika kuhakikisha wanawake wanainuka kiuchumi tunatoa mikopo midogo midogo na mikopo mikubwa, ambapo pia tumesapoti wasichana zaidi ya 8,000 kuweza kupata mikopo midogo midogo na mikubwa ili sasa wakaweze kufaidika na wao na kile wanachokipata wanarudisha kwenye jamii. Lakini sambamba na miradi hii ambayo inamlenga direct mtoto wa kike, pia tuna mradi wa life skills, elimu ya stadi za maisha, ambapo tunafanya na serikali, na kwa sasa kwa mwaka jana mwishoni tulipata ithibati ya kitabu ambacho kinatumika kwenye mafunzo haya ya life skills, ambapo sasa kuanzia mwaka huu tutaenda halmashauri 41 zaidi. Kwa sasa tunafanya katika halmashauri 35 kwenye mradi huu wa elimu ya stadi za maisha na miradi mingine ya Camfed, lakini sasa tunaenda halmashauri 41 zaidi, hivyo kufanya kwa mwaka 2026 kufika halmashauri 76 ndani ya mikoa 10. Lengo ya elimu hii ya stadi za maisha ni pamoja na kuwafanya wanafunzi wajitambue, waweke malengo, lakini pia kuweza wao wenyewe kuwa na determination tunasema kwa ajili ya kufikia yale malengo ambayo wanataka kuyafikia. Na sasa kwa mwaka 2026 Camfed Tanzania imeweka malengo haya ambayo nimeyapokea: kuwafikia wanafunzi 29,019 katika upatikanaji wa elimu bora na jumuishi, haswa kwa watoto wa kike walioko katika mazingira magumu. Nimepokea hilo la kwenda kuendeleza na kuimarisha utolewaji wa elimu ya stadi za maisha katika shule zote za sekondari ndani ya mikoa 10 ambayo Camfed tunahudumia, ambayo ndio hiyo pamoja na Morogoro. Sasa narejea tena, hili ndio lile agizo la waziri: elimu ya stadi za maisha katika shule za sekondari zote za mikoa hii 10. Kwa hiyo mule kuna halmashauri ambazo zimo kwenye mpango na ambazo hazimo kwenye mpango. Kwa nyinyi maafisa elimu wa mikoa, nendeni mkalisimamie hili na tuungane na Camfed. Huu ni ubia ambao tumekubali, serikali nimetangaza kwa niaba ya waziri kwamba tumekubali kuingia kwenye ubia huu, kuhakikisha kuwa rasilimali muhimu kama vitabu vya stadi za maisha, vifaa vya elimu na motisha za walimu zinapatikana. Hilo ni lengo la Camfed, lakini mtashirikiana na serikali. Mkurugenzi wa elimu yuko hapa. Kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira mashuleni, this is very important, ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia mradi wa climate education, ili kuwezesha shule kujikimu katika kuwapatia wanafunzi chakula wawapo shuleni. Kwa majina naitwa Hamesa Kitambara, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Mikese. Mimi ni mfadhiliwa wa shirika la Camfed, ambapo nilifadhiliwa kutokana na mahitaji yangu ambayo nilikuwa nahitaji kama kupatiwa sare za shule, madaftari, vifaa vya usafi, chakula na kifaa cha usafiri kama baisikeli. Shirika la Camfed liliweza kunipatia mahitaji haya kwa sababu familia yangu ilikuwa haina uwezo wa kunipa au kukizi mahitaji niliyokuwa nahitaji kwa sababu ya changamoto ya kiuchumi. Pamoja na kwamba shirika la Camfed limenipatia mahitaji yangu, liliona ni vyema pia kutoa elimu ya stadi za maisha ili tuweze kufikia malengo yetu.
shirika hili limetoa elimu hii ya stadi za maisha kupitia kitabu cha Dunia Yangu Bora. Kitabu cha Dunia Yangu Bora ni kitabu chenye mada mbalimbali zinazolenga kuwafundisha wanafunzi ili tuweze kujitambua na namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha yetu. Kitabu hiki kitaenda kunisaidia katika maisha yangu kwa kuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha yangu. Mfano, nilipokuwa kidato cha pili, nilipata changamoto ya mlezi wangu kuhama mkoa. Alilazimika kuniacha kwa jirani ili niweze kujiendeleza na elimu yangu. Katika maisha ya pale kwa jirani, kwa sababu yalikuwa ni maisha mapya kwangu, nilipitia changamoto nyingi, lakini kwa sababu nilikuwa nimeshapata elimu ya Dunia Yangu Bora, niliweza kuwa mvumilivu na kutokukata tamaa. Niliweza kutafuta watu waliopo karibu na mimi wenye uwezo wa kumudu na kuzichukulia changamoto zangu kama za kwao. Pamoja na mwalimu wangu mlezi, niliweza kumshirikisha na aliweza kunitia moyo, kunisihi nisikate tamaa, niendelee na masomo. Na sasa nipo kidato cha 4 na nina imani kuwa kupitia programu hii ya Dunia Yangu Bora ninaweza kufikia malengo yangu. Mfano, malengo ya kuwa daktari, na nitakuwa daktari, nitasaidia jamii yangu ili kuondokana na changamoto wanazozipitia. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.